Katikati ya mji wa Roma kuna eneo dogo sana, eneo ambalo unaweza kulizunguka kwa dakika chache tu. Halina mafuta, halina jeshi kubwa, wala halina utajiri wa rasilimali za asili, lakini licha ya udogo wake, jina lake limeweza kutawala historia ya dunia kwa zaidi ya miaka 2000. Eneo hili linaitwa Vatican City, maarufu kwa jina la Vatican. Ni eneo lililoshuhudia kuzaliwa kwa falme, kuanguka kwa madola, vita vya kidini na siri zilizodumu kwa karne nyingi. Lakini swali ni moja: Vatican ilianzaje? Je, ilizaliwa ikiwa na nguvu kama tunavyoiona leo, au nyuma ya kuta zake kuna simulizi zilizoanza mbali zaidi katika Roma ya kale? Safari yetu inaanza zaidi ya miaka 2000 iliyopita, kabla Vatican haijawa nchi, kabla Papa hajawa kiongozi wa dunia. Karibu The Storyside. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita, eneo ambalo leo tunaliita Vatican lilikuwa sehemu ya eneo kubwa la mji wa Roma. Wakati huo, Roma haikuwa tu mji, bali ilikuwa moyo wa dola kubwa lililoitwa dola ya Kirumi, yani Rome Empire. Dola hii ilitawala maeneo makubwa kuanzia Ulaya, Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati hadi sehemu za Asia. Roma ilikuwa na nguvu kubwa ya kijeshi, kisiasa na kiuchumi. Mfalme wa Roma alikuwa na mamlaka makubwa sana. Maamuzi yake yaliweza kuamua maisha au kifo cha mamilioni ya watu. Lakini katika kipindi hiki, mbali na nguvu ya wafalme wa Roma, kulianza harakati ndogo ya kidini ambayo baadaye ingebadilisha historia ya dunia. Harakati hiyo ilikuwa ni Ukristo. Karibu miaka 2000 iliyopita, katika eneo la Yudea ambalo wakati huo lilikuwa chini ya utawala wa Roma, alizaliwa na kuanza kufundisha mtu aliyeitwa Yesu Kristo kwa mujibu wa vyanzo vya Ukristo. Mafundisho yake yalihusu upendo, msamaha, imani kwa Mungu na ufalme wa kiroho. Lakini ujumbe wake ulianza kuvutia wafuasi wengi. Miongoni mwa wafuasi wake wa karibu walikuwa watu wake ambao kwa mujibu wa Biblia waliwaita mitume, ambayo ilikuwa ni 12. Mmoja wa mitume hao alikuwa mtu muhimu sana katika historia ya Vatican. Jina lake lilikuwa ni Petro, ama tunaweza kumuita Peter. Baada ya kifo na ufufuo unaoaminiwa wa Yesu Kristo, wafuasi wake walianza kueneza mafundisho yake katika maeneo mbalimbali. Petro aliaminika kwenda sehemu mbalimbali kuhubiri, na kulingana na mapokeo ya kanisa Katoliki, hatimaye alifika Roma. Lakini Roma haikuwa mahali salama kwa wafuasi wa Yesu, kwa sababu wakati huo dola ya Kirumi ilikuwa na dini zake rasmi, na mfalme mara nyingi alionekana kama mtu mwenye mamlaka ya kiungu. Wakristo walipokataa kumwabudu mfalme kama Mungu, walionekana kama watu wanaopinga utawala wa Roma. Hivyo wakaanza kukabiliwa na mateso. Katika karne za kwanza baada ya Kristo, Wakristo wengi waliuawa kwa sababu ya imani yao. Baadhi walitupwa kwenye uwanja wa mapambano wa Kirumi ili kushambuliwa na wanyama wakali, na wengine waliteswa ama kuuawa hadharani. Mmoja wa watawala maarufu kwa kuwatesa Wakristo alikuwa Mfalme Nero, ambaye alitawala Roma kuanzia mwaka 54 hadi 68 baada ya Kristo. Kulingana na mapokeo ya Kikristo, kipindi hiki ndicho ambacho Petro aliuawa. Inaaminika kuwa Petro alisulubiwa huko Roma,
lakini kwa sababu aliamini kuwa hakustahili kufa kama Yesu, mapokeo yanasema aliomba asulubiwe akiwa amegeuzwa kichwa kuwa chini. Eneo ambalo leo kuna Vatican lilikuwa karibu na eneo la kale la Roma, lililokuwa likitumika kwa shughuli mbalimbali, ikiwemo uwanja mkubwa wa michezo uliojengwa na Warumi. Baada ya kifo cha Petro, wafuasi wake waliamini kuwa alizikwa katika eneo hilo. Kwa Wakristo wa mwanzo, kaburi la Petro likawa sehemu takatifu, ingawa wakati huo hakuna mtu angeweza kufikiria kuwa eneo hilo dogo lingekuja kuwa moja ya maeneo yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Lakini swali la msingi ni hili: kwa nini mtu ambaye aliuawa kama mhalifu na serikali ya Roma, na aliwezaje kuwa msingi wa taasisi ambayo baadaye ingeweza kuzungumza na wafalme, maraisi na viongozi wa dunia? Jibu linapatikana katika mabadiliko makubwa yaliyotokea ndani ya dola ya Kirumi, kwa sababu baada ya karne nyingi za mateso, kitu kilichokuwa kikikandamizwa na Roma kilianza kukubalika na hatimaye kuwa sehemu ya nguvu ya Roma yenyewe, na hapo ndipo safari ya Vatican ilianza kubadilika kabisa. Kwa karibu karne tatu baada ya Kristo, Wakristo waliendelea kuishi chini ya mazingira magumu ndani ya dola ya Kirumi. Lakini kadri miaka ilivyopita, Ukristo uliendelea kuenea. Sababu moja kubwa ilikuwa mtandao wa miji ya Roma. Dola ya Kirumi ilikuwa na barabara nzuri, biashara kubwa na miji iliyounganishwa kutoka eneo moja hadi jingine. Hali hii ambayo awali ilisaidia Roma kutawala dunia, baadaye ilisaidia pia kueneza ujumbe wa Ukristo. Watu wa kawaida, wanajeshi, wafanyabiashara na hata baadhi ya watu wenye nafasi ndani ya serikali walianza kujiunga na Ukristo. Hivyo, licha ya mateso, idadi ya Wakristo katika Roma ilianza kuongezeka. Mwaka 313 baada ya Kristo, Mfalme Konstantini alitoa amri iliyojulikana kama Edict of Milan. Amri hii iliruhusu uhuru wa kuabudu ndani ya dola ya Kirumi, na Wakristo hawakuwa tena kundi lililokatazwa kisheria. Lakini jambo la kushangaza zaidi lilikuwa kwamba Konstantini mwenyewe alianza kuonyesha uungwaji mkono kwa Ukristo. Hili lilikuwa tukio kubwa sana katika historia, kwa sababu dini ambayo ilikuwa ikiwindwa na serikali ya Roma sasa ilikuwa ikipata ulinzi kutoka kwa serikali hiyo hiyo. Baada ya Konstantini kuunga mkono Ukristo, alianza kujenga makanisa makubwa katika maeneo muhimu ya Kikristo. Moja ya miradi mikubwa ilikuwa ujenzi wa kanisa la juu ya eneo lililoaminika kuwepo kwa kaburi la Petro. Hapo ndipo lilipojengwa kanisa la kwanza la Mtakatifu Petro, yani Old St. Peter's Basilica. Ujenzi wake ulianza karibu mwaka 320 baada ya Kristo. Hili halikuwa jengo la kawaida, bali ilikuwa ujumbe wa kisiasa na kidini. Hapa ndipo tunakutana na moja ya masuala muhimu katika historia ya Vatican. Kanisa Katoliki linaamini kuwa Petro alikuwa papa wa kwanza, kwa sababu Yesu alimpa jukumu la maalum la kuliongoza kanisa. Lakini kihistoria, neno papa kama cheo rasmi lilikuja kutumika baadaye. Katika karne za mwanzo za Ukristo, viongozi wa makanisa waliitwa kwa majina mbalimbali kama askofu, mzee wa kanisa na baba wa kiroho. Mfumo wa upapa kama tunavyoujua leo uliendelea kujengwa taratibu kwa karne nyingi. Hivyo, kuelewa Vatican kunahitaji kutambua tofauti kati ya imani ya kanisa kuhusu Petro na maendeleo ya kihistoria ya taasisi ya upapa. Katika karne ya 4 na ya 5, dola ya Kirumi ilianza kudhoofika. Matatizo yalikuwa mengi: migogoro ya ndani ya kisiasa,
uchumi kudorora, mashambulizi kutoka kwa makabila ya nje na kupungua kwa nguvu ya jeshi. Mwaka 476 baada ya Kristo, dola ya Kirumi ya Magharibi ilianguka rasmi, lakini wakati wafalme wa Roma walipokuwa wanapoteza nguvu, kulikuwa na taasisi moja iliyobaki ambayo ni kanisa. Ndani ya kanisa hilo, askofu wa Roma alianza kupata nafasi kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Roma ilikuwa bado ni mji wenye heshima kubwa. Pia kulikuwa na imani kwamba Roma ilikuwa muhimu kwa sababu ya uwepo wa kaburi la Petro. Baada ya kuanguka kwa Roma, watu wengi waligeukia kanisa kwa msaada. Kanisa lilianza kufanya kazi ambazo awali zilifanywa na serikali: kutoa msaada kwa masikini, kusimamia elimu, kuhifadhi maandishi na maarifa na kushughulikia migogoro ya kijamii. Hii ilisababisha Papa kuanza kupata mamlaka ambayo hayakuwa ya kidini pekee. Hatua kwa hatua, Papa alianza pia kuwa mtu wa kisiasa. Katika dunia ya zamani kulikuwa na mamlaka mbili kubwa. Moja, mfalme au Kaisari. Huyu ni mtu mwenye jeshi na serikali. Mbili, Papa, mwenye mamlaka kiroho juu ya waumini wengi. Tatizo lilikuwa ni nani alikuwa na mamlaka ya mwisho. Je, mfalme anaweza kumpinga Papa au Papa anaweza kumhukumu mfalme? Swali hili lilipelekea mapambano makubwa kati ya kanisa na utawala wa Ulaya. Kadiri nguvu ya Papa ilivyoongezeka, kanisa halikutaka tu kuwa na ushawishi wa kiroho, bali ilianza pia kumiliki ardhi. Katika karne ya 8, maeneo mbalimbali katikati ya Italia yalikuwa chini ya utawala wa Papa. Maeneo haya yaliitwa Papa State. Kadiri Vatikani ilivyokuwa tajiri na yenye nguvu, ilianza pia kukosolewa. Baadhi ya wakosoaji walihoji kuwa kanisa lilikuwa limechanganya sana dini na siasa. Baadhi ya viongozi wa kanisa walitumia vibaya mamlaka yao, na utajiri wa kanisa ulikuwa mkubwa wakati watu wengi walikuwa masikini. Maswali haya yaliendelea kuongezeka na baadaye kusababisha matukio makubwa kama mapinduzi ya Protestanti na migogoro mikubwa ndani ya Ukristo. Lakini kabla hatujafika huko, kuna kipindi muhimu sana ambacho kilifanya Papa kuwa mmoja wa watu wenye nguvu zaidi duniani. Kipindi ambacho Papa angeweza kumtisha mfalme na wakati mwingine hata kumvua mamlaka. Katika karne za mwanzo baada ya kuanguka kwa dola ya Roma ya Magharibi, Italia haikuwa tena chini ya serikali moja yenye nguvu. Maeneo mbalimbali yalitawaliwa na makundi tofauti, wakiwemo watawala wa Kijerumani waliokuja kutoka kaskazini. Mmoja wa watu muhimu katika kipindi hiki alikuwa Charlemagne, ambaye alikuwa mfalme wa Wafaransa na baadaye akawa mtawala wa dola ya Carolingian. Mwaka 800 baada ya Kristo, Papa Leo wa tatu alimvika Charlemagne taji la kuwa mfalme wa Warumi huko Roma. Tukio hili lilikuwa na ujumbe mkubwa. Papa alikuwa na uwezo wa kumpa mtu hadhi ya kuwa mtawala mkuu, lakini pia lilianzisha swali ambalo lilisumbua Ulaya kwa karne nyingi. Watu waliuliza, je, mamlaka ya mfalme yanatoka kwa Mungu kupitia Papa au mfalme ana mamlaka yake mwenyewe? Katika historia ya Vatican kuna hati moja maarufu sana iliyojadiliwa kwa karne nyingi. Hii inaitwa Donation of Constantine. Kwa muda mrefu, baadhi ya viongozi wa kanisa waliamini kuwa hati hii ilionyesha kwamba Mfalme Constantine alimpa Papa mamlaka makubwa juu ya maeneo ya magharibi mwa dola ya Roma. Kulingana na hati hiyo, Constantine alidaiwa kumpa Papa mamlaka ya kisiasa na ardhi nyingi. Ikiwa hati hiyo ingekuwa halali, ingeipa Vatican msingi mkubwa wa kudai mamlaka ya kisiasa.
Lakini karne nyingi baadaye, wataalamu wa lugha na historia waligundua kuwa hati hiyo haikuandikwa wakati wa Konstantini. Ilibainika kuwa ilikuwa hati ya baadaye iliyotengenezwa takriban karne ya 8, hivyo haikubaliki tena kama ushahidi wa kihistoria wa kumpa papa mamlaka hayo. Katika karne ya 11 na 12, mgogoro mkubwa ulianza kati ya papa na watawala wa Ulaya. Kiini cha tatizo kilikuwa ni nani alikuwa na haki ya kuwateua viongozi wa kanisa. Kwa kawaida, wafalme wengi walikuwa na ushawishi wa kuwachagua maaskofu katika maeneo yao, lakini papa alitaka kanisa liwe huru kutokana na udhibiti wa wafalme. Hapa ndipo ulipoanza mgogoro mkubwa uliokuja kuitwa Investiture Controversy. Moja ya mapambano maarufu zaidi yalikuwa kati ya Papa Gregory wa 7 na Mfalme Henry wa 4. Papa Gregory wa 7 aliamini kuwa papa alikuwa na mamlaka makubwa sana juu ya viongozi wa Kikristo. Mwaka 1075 alitoa tamko lililosisitiza kuwa kanisa halipaswi kutawaliwa na wafalme. Mfalme Henry wa 4 alipinga. Mvutano uliongezeka mpaka papa akamfukuza Henry wa 4 kutoka kanisani. Katika dunia ya wakati huo, hii haikuwa adhabu ndogo, kwa sababu kuwa nje ya kanisa kulimaanisha kupoteza uungwaji mkono na raia wengi waliokuwa waumini. Mwaka 1077, Mfalme Henry wa 4 alifanya jambo ambalo limebaki kuwa maarufu katika historia. Alienda kwenye ngome ya Canossa nchini Italia kumwomba papa msamaha. Kulingana na simulizi za kihistoria, alisimama nje kwa siku 3 katika baridi kabla ya papa kumkubali tena katika kanisa. Tukio hili likawa ishara ya nguvu ya papa. Lilipeleka ujumbe kwamba hata mfalme anaweza kulazimishwa kuinama mbele ya mamlaka ya kiroho. Katika karne ya 12 hadi 13, upapa ulifikia kilele chake. Mmoja wa mapapa wenye ushawishi mkubwa alikuwa Papa Innocent wa 3. Wakati wa utawala wake, papa alijiona kama kiongozi wa juu wa ulimwengu wa Kikristo wa Ulaya. Alihusika katika siasa za wafalme, migogoro ya kifalme, vita vya kidini na maamuzi ya kimataifa. Katika kipindi hiki, Vatican haikuwa tu sehemu ya ibada, bali ilikuwa kituo cha diplomasia na nguvu za kisiasa. Moja ya mambo yenye utata katika historia ya papacy ni ushirika wa kanisa katika vita vya kidini. Mfano maarufu ni Crusade, vita ya msalaba. Kuanzia mwaka 1095, Papa Urban wa pili aliwahamasisha Wakristo wa Ulaya kwenda vitani Mashariki ya Kati kwa lengo la kuchukua au kulinda maeneo matakatifu, hasa Yerusalemu. Kwa upande wa waumini wengi wa wakati huo, ilikuwa ni safari takatifu, lakini kwa mtazamo wa wanahistoria wa kisiasa, Crusades zilikuwa mchanganyiko wa dini, siasa, biashara na upanuzi wa mamlaka. Zilisababisha mabadiliko makubwa katika historia ya Ulaya na Mashariki ya Kati, kwa sababu ilileta vita vilivyosababisha mauaji ya halaiki yasiyokuwa ya mfano kwa wakati huo. Kadiri mamlaka ya Papa State ilivyoongezeka, ndivyo utajiri wa kanisa ulivyoongezeka. Kanisa lilikuwa na ardhi kubwa, majengo, kodi kutoka maeneo yaliyokuwa chini yake, hazina za sanaa na vitu vya kihistoria. Katika sehemu iliyopita tuliona kipindi ambacho papacy ilikuwa katika kilele cha nguvu zake. Papa hakuwa tena kiongozi wa kiroho pekee. Alikuwa mshauri wa wafalme, mpatanishi wa migogoro ya kimataifa, mmiliki wa maeneo makubwa ya ardhi, na wakati mwingine mtu ambaye angeweza kuamua hatima ya watawala wa Ulaya. Lakini
kadiri nguvu ilivyoongezeka, ndivyo pia ukosoaji ulivyoongezeka. Ndani ya kanisa Katoliki kulianza kuibuka maswali mazito. Je, viongozi wa kanisa walikuwa bado wanafuata misingi ya kiroho? Je, utajiri mkubwa wa kanisa ulikuwa sahihi? Je, Papa alikuwa amepata nguvu nyingi kuliko alivyopaswa kuwa nazo? Na je, watu wa kawaida walikuwa wanaelewa mafundisho ya dini moja kwa moja au walitegemea viongozi wa kanisa pekee? Maswali haya yangesababisha moja ya matukio makubwa zaidi katika historia ya Ulaya. Yalikuwa sehemu ya chanzo cha mgogoro mkubwa zaidi, tukio ambalo lililokuja kuitwa mapinduzi ya Protestant. Kufikia karne ya 15 na 16, kanisa Katoliki lilikuwa taasisi yenye nguvu zaidi Ulaya Magharibi. Lilikuwa na nafasi kubwa katika karibu kila sehemu ya maisha: dini, elimu, sheria, siasa na uchumi. Kwa watu wengi wa Ulaya wa wakati huo, kanisa lilikuwa sehemu ya maisha yao tangu kuzaliwa hadi kifo. Lakini ndani ya mfumo huo kulikuwa na matatizo yaliyokuwa yakizidi kuonekana. Moja ya mambo yaliyosababisha hasira kubwa ilikuwa suala la indulgence. Katika mafundisho ya kanisa la wakati huo, hii ilikuwa msamaha wa adhabu za muda zinazohusishwa na dhambi baada ya mtu kusamehewa. Lakini tatizo lilitokea pale baadhi ya wahudumu wa kanisa walipoanza kuuza hati hizo kwa njia iliyowaaminisha watu kwamba wanaweza kupata msamaha kwa kutoa fedha. Hili lilionekana na wakosoaji kama matumizi mabaya ya mamlaka ya dini. Mwaka 1517, mtawa na mwanazuoni wa Ujerumani aitwaye Martin Luther aliandika hoja zake maarufu zilizojulikana kama The 95 Theses, yani hoja 95. Katika hoja hizo, Luther alipinga hasa matumizi mabaya ya indulgence na mambo mengine ndani ya kanisa. Kulingana na simulizi maarufu, hoja hizo ziliwekwa kwenye mlango wa kanisa la Wittenberg. Ingawa wanahistoria wanajadili kama kweli aligonga karatasi hiyo mlangoni au la, hakuna shaka kwamba maandishi yake yalisambaa haraka sana. Sababu kubwa ilikuwa teknolojia mpya iliyokuwa imeibuka ya mashine ya uchapishaji, yani printing press. Kabla ya uvumbuzi wa printing press, vitabu vilikuwa vinaandikwa kwa mkono na vilikuwa ghali sana. Lakini baada ya uvumbuzi wa mashine za uchapishaji na watu kama Johannes Gutenberg, mawazo yangeweza kusambaa kwa kasi. Maandishi ya Luther yaliweza kufika kwa maelfu ya watu. Hii ilikuwa changamoto kubwa kwa Vatican. Kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi, kukapatikana mtu mwenye uwezo wa kupinga mamlaka ya Papa, na ujumbe wake ukafika kwa watu wengi. Awali kanisa lilijaribu kumshawishi Luther arudi nyuma, lakini mgogoro haukupoa na badala yake uliongezeka. Mwaka 1521, katika mkutano wa kidini na kisiasa uliojulikana kama Diet of Worms, Luther aliitwa kujieleza mbele ya viongozi. Aliombwa akane maandishi yake. Luther alikataa. Baadaye alitangazwa kuwa ametengwa na kanisa. Hata hivyo, badala ya kumaliza harakati yake, hatua hiyo ilifanya iendelee kuenea. Baada ya Luther, viongozi wengine walianza pia kukosoa kanisa Katoliki. Watu kama John Calvin wa nchini Uswisi, Hildrich naye kutoka Uswisi waliendeleza harakati za mageuzi ya kidini. Matokeo yake, Ulaya iligawanyika katika makundi mawili makubwa ambayo: moja wa Katoliki, hawa walioendelea kuwa chini ya mamlaka ya Papa; mbili wa Protestanti, walioanzisha makanisa mapya yaliyopinga baadhi ya mafundisho na mfumo wa kanisa Katoliki.
Mapinduzi haya hayakuwa suala la dini pekee. Yalikuwa pia suala la nguvu za kisiasa na baadhi ya wafalme walioona nafasi ya kujitenga na Vatican. Kwa nini? Kwa sababu kuwa chini ya papa kulimaanisha kuwa na mamlaka ya kidini juu yao. Baadhi ya watawala walitumia harakati za Kiprotestanti kama njia ya kupunguza nguvu ya Roma. Hivyo, nyuma ya vita vya kidini kulikuwa pia na mapambano ya ardhi, utajiri, mamlaka na uhuru wa kisiasa. Kanisa Katoliki halikukaa kimya. Lilianza mchakato wa kujirekebisha ambao wanahistoria huita Counter Reformation. Moja ya matukio muhimu ilikuwa ni Council of Trent. Huu ulikuwa mkutano uliofanyika kati ya mwaka 1545 na mwaka 1563. Katika mkutano huo, kanisa lilijadili mafundisho yake, nidhamu ya viongozi wa kanisa, elimu ya makasisi na namna ya kukabiliana na ukosoaji. Pia kipindi hiki kiliona kuongezeka kwa nguvu ya mashirika kama Society of Jesus ambalo lilikuwa na jukumu kubwa katika elimu na kueneza Ukatoliki duniani. Mapinduzi ya Kiprotestanti yalikuwa pigo kubwa kwa Vatican kwa sababu ilipoteza waumini wengi katika maeneo ya Ulaya kaskazini. Ilipoteza ushawishi wa kisiasa katika baadhi ya maeneo na wafalme wengi walipata nafasi ya kujitawala zaidi. Lakini Vatican haikuanguka, badala yake ilibadilika. Iliingia katika enzi mpya ambapo ilitumia zaidi diplomasia, elimu, utamaduni na ushawishi wa kiroho. Kwa zaidi ya miaka 1000, Papa alikuwa si kiongozi wa dini pekee, bali pia alikuwa mtawala wa maeneo makubwa yaliyokuwa katikati ya Italia. Lakini kufikia karne ya 18 na 19, dunia ilikuwa imeanza kubadilika. Mfumo wa zamani wa wafalme na watawala wa kidini ulikuwa unaanza kupingwa. Wazo jipya lilikuwa linazaliwa, wazo la taifa moja, serikali moja na utambulisho mmoja. Na ndani ya Italia kulikuwa na harakati kubwa ya kuunganisha maeneo yaliyokuwa yamegawanyika kwa karne nyingi. Harakati hii ikawa mwanzo wa mwisho wa dola ya Papa State. Leo tunapoona Italia kama nchi moja, ni rahisi kusahau kwamba haikuwa hivyo zamani. Kwa karne nyingi, eneo la Italia lilikuwa limegawanyika katika falme na maeneo mbalimbali. Kulikuwa na ufalme wa Sardinia, Piedmont, ufalme wa Naples na Sicily, majimbo yaliyokuwa chini ya Papal State na maeneo yaliyodhibitiwa na Austria. Kila eneo lilikuwa na sheria, viongozi na maslahi yake. Lakini katika karne ya 19, wazo la umoja wa Italia lilianza kupata nguvu. Watu wengi walitaka kuunda taifa moja la Italia. Tatizo kubwa lilikuwa ndani ya moyo wa Italia kulikuwa na eneo kubwa lililokuwa chini ya utawala wa Papa. Kwa mtazamo wa viongozi wengi wa harakati ya kuunganisha Italia, uwepo wa Papal State ulikuwa kikwazo. Kwa upande mwingine, Papa na wafuasi wake waliamini kuwa maeneo hayo yalikuwa muhimu ili kuhakikisha uhuru wa kanisa. Walihofia jambo moja: ikiwa Papa angepoteza ardhi yake, je, angeweza kweli kuwa huru kufanya maamuzi ya kidini, au angekuwa chini ya serikali yoyote itakayomzunguka? Hili lilikuwa swali gumu sana. Kabla ya kuanguka kabisa kwa Papal State, tayari Vatican ilikuwa imepata changamoto kutoka kwa viongozi wa kisiasa wenye nguvu. Mmoja wao alikuwa Napoleon Bonaparte. Napoleon alipovamia maeneo mbalimbali ya Ulaya mwishoni mwa karne ya 18 na mwanzo wa karne ya 19, aligongana na Papa. Mwaka 1809, Napoleon alichukua sehemu kubwa ya maeneo ya Papa na hata kumweka Papa chini ya shinikizo. Lakini baada ya kuanguka kwa Napoleon,
mwaka 1815 maeneo mengi yalirudishwa kwa papa. Hata hivyo, ujumbe ulikuwa wazi: nguvu ya kisiasa ya papa haikuwa tena salama kama zamani. Harakati ya kuunganisha Italia ilijulikana kama Risorgimento, maana yake kufufuka upya. Miongoni mwa watu muhimu katika harakati hii walikuwa Giuseppe Garibaldi na Victor Emmanuel wa pili. Walitaka kuunganisha maeneo mbalimbali ya Italia kuwa taifa moja. Hatua kwa hatua, maeneo yaliyokuwa chini ya watawala wengine yaliunganishwa, lakini bado kulikuwa na tatizo moja ambalo ni Roma. Roma ilikuwa mji wa kihistoria wa Italia, lakini pia ilikuwa makao ya papa. Mwaka 1870 ulikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa sana. Wakati huo Ufaransa ilikuwa ikikabiliwa na vita dhidi ya Prussia. Kwa miaka mingi Ufaransa ilikuwa imemlinda papa kwa kutuma wanajeshi wake kwenda Roma. Lakini baada ya Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kwa sababu ya vita, Italia ilipata nafasi. Jeshi la Italia liliingia Roma. Mnamo Septemba mwaka 1870, Roma ilichukuliwa na kuwa sehemu ya ufalme wa Italia. Hii ilikuwa pigo kubwa kwa kanisa Katoliki kwa sababu baada ya zaidi ya miaka 1000, kanisa lilipoteza karibu maeneo yote yaliyokuwa yakitawala. Baada ya Italia kuchukua Roma, serikali mpya ilimpa papa baadhi ya haki na fedha. Lakini papa alikataa kutambua rasmi kupoteza maeneo yake. Kuanzia mwaka 1870 hadi 1929, mapapa wengi walijiona kama prisoners of the Vatican, yani wafungwa wa Vatican. Hii haikumaanisha kwamba walikuwa wamefungwa kimwili, bali ilimaanisha kwamba walihisi wamepoteza uhuru wao wa kisiasa kwa sababu Roma ilikuwa imezungukwa na serikali ya Italia. Kwa karibu miaka 60 kulikuwa na mgogoro mkubwa kati ya serikali ya Italia na kanisa Katoliki. Baada ya miongo kadhaa ya mvutano, suluhisho lilipatikana wakati wa utawala wa Papa Pius wa 11 na serikali ya Italia iliyoongozwa na Benito Mussolini. Mwaka 1929 walitia saini makubaliano yaliyokuwa muhimu sana katika historia ya Vatican, iliyoitwa Lateran Treaty. Makubaliano haya yalifanya mambo makubwa matatu. Moja, Vatican City ikawa nchi huru. Eneo dogo ndani ya Roma likatambuliwa kama dola huru. Mbili, Italia ilitambua mamlaka ya papa juu ya Vatican. Papa akawa mkuu wa nchi hiyo mpya. Tatu, kanisa na serikali ya Italia zikatengeneza uhusiano mpya. Hapa mgogoro wa muda mrefu ukaisha rasmi. Hapa ndipo tunapofika kwenye hatua muhimu. Vatican ya leo haikutokana na himaya kubwa ya zamani ya Papal State. Badala yake ilizaliwa kutoka kwenye mabaki ya mamlaka hiyo. Kutoka kwenye eneo kubwa lililotawaliwa kwa karne nyingi, ikawa nchi ndogo zaidi duniani. Lakini jambo la kushangaza ni hili: kupoteza ardhi hakukumaliza ushawishi wa Vatican. Kinyume chake, Vatican ilibadilisha aina ya nguvu yake. Kutoka kuwa dola ya kijeshi na kisiasa, ikawa dola ya diplomasia, imani, utamaduni na historia. Kutoka kuwa dola kubwa iliyotawala maeneo mengi ya Italia kwa zaidi ya miaka 1000 hadi kuwa nchi ndogo yenye eneo la kilomita za mraba 0.4 pekee. Lakini historia ya Vatican haikuishia kwenye kupoteza ardhi, kwa sababu ndani ya kuta zake kulibaki kitu ambacho kilikuwa na thamani kubwa kuliko ardhi, ambacho ni maarifa, nyaraka, kumbukumbu na ushawishi. Kwa karne nyingi, Vatican imekuwa ikikusanya na kuhifadhi
baadhi ya nyaraka muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu. Nyaraka zinazohusu wafalme, vita, mapatano ya kisiasa, safari za uvumbuzi, migogoro ya kidini na maamuzi yaliyobadilisha dunia. Lakini kwa sababu sehemu kubwa ya hazina hiyo haikuwa wazi kwa umma kwa muda mrefu, Vatican ikaanza kuzungukwa na maswali, maelfu ya watu wakiuliza ni nini hasa kilichofichwa ndani ya maktaba zake. Moja ya maeneo yanayojulikana sana ndani ya Vatican ni Vatican Apostolic Archive. Kwa muda mrefu iliitwa Vatican Secret Archive, lakini neno secret lilisababisha tafsiri nyingi zisizo sahihi. Kwa Kilatini, neno secretum halikumaanisha jambo la kufichwa. Liliweza pia kumaanisha binafsi au mali ya mtu binafsi. Kwa hiyo, jina hilo lilimaanisha zaidi kuwa ilikuwa ni hifadhi binafsi ya nyaraka za Papa. Hata hivyo, kwa sababu ya historia yake ndefu na upatikanaji wake mdogo, watu wengi waliendelea kuihusisha na siri kubwa zinazofichwa. Hifadhi hiyo ina mamilioni ya nyaraka zinazochukua historia ya zaidi ya miaka 1000. Miongoni mwa nyaraka maarufu ni pamoja na barua za wafalme na watawala. Vatican imehifadhi mawasiliano kati ya mapapa na viongozi wakubwa wa dunia. Barua hizi zinaonyesha jinsi dini na siasa zilivyokuwa zimeunganishwa. Kwa mfano, mahusiano kati ya papa na wafalme wa Ulaya, majadiliano kuhusu vita na maombi ya msaada wa kisiasa. 2. Nyaraka za Henry wa 8 wa Uingereza. Moja ya nyaraka zinazojulikana ni barua zilizohusiana na mfalme Henry wa 8. Henry wa 8 alitaka kuvunja ndoa yake na Catherine wa Aragon. Papa alikataa kumpa ruhusa. Matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Henry wa 8 alijitenga na mamlaka ya Roma na kuanzisha kanisa la Uingereza. Tukio hili lilibadilisha kabisa historia ya dini na siasa za Uingereza. 3. Nyaraka za kesi za Galileo Galilei. Moja ya migogoro maarufu kati ya sayansi na kanisa ni kesi ya Galileo Galilei. Galileo aliunga mkono wazo kwamba dunia inazunguka juu. Wakati huo, baadhi ya viongozi wa kanisa waliona mawazo hayo yanaweza kupingana na tafsiri fulani za maandiko. Mwaka 1633, Galileo alihukumiwa na mahakama ya kanisa. Aliamriwa kukana baadhi ya kauli zake na akawekwa chini ya uangalizi wa nyumbani. Kwa karne nyingi, kesi hii imekuwa mfano wa mjadala kuhusu dini dhidi ya sayansi na mamlaka dhidi ya uhuru wa mawazo. Sasa je, Vatikani inaficha mambo makubwa? Hili ni swali ambalo limekuwa likiulizwa kwa muda mrefu. Baadhi ya watu wameeneza madai mbalimbali kuhusu Vatican, kama kuhifadhi ushahidi wa siri kuhusu historia ya mwanadamu, kuficha maandishi yanayoweza kubadilisha dini na kuwa na taarifa kuhusu ustaarabu wa kale. Lakini hapa ni muhimu kutenganisha ukweli wa kihistoria na nadharia zisizothibitishwa. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha madai mengi ya kusisimua yanayoenezwa kuhusu Vatican. Lakini jambo ambalo ni la kweli ni kwamba Vatican ina nyaraka nyingi ambazo bado hazijachunguzwa kikamilifu na wataalamu wote duniani. Kwa muda mrefu, upatikanaji wa nyaraka za Vatican ulikuwa mdogo sana. Watafiti wachache walipewa ruhusa ya kuziona. Lakini katika karne za hivi karibuni, Vatican imeongeza juhudi za kufungua sehemu kubwa ya kumbukumbu zake kwa wasomi. Mfano, mwaka 2019, Papa Francis aliamuru kubadilishwa kwa jina la Vatican Secret Archive kuwa Vatican Apostolic Archive ili kupunguza tafsiri kwamba ilikuwa sehemu ya mafumbo ya siri. Mbali na nyaraka,
Vatican ina moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya sanaa duniani. Ndani yake kuna kazi za wasanii wakubwa kama Michelangelo, Raphael na Leonardo da Vinci na wengine. Lakini sanaa hii si mapambo tu. Kila mchoro una simulizi yake kuhusu dini, siasa, utamaduni na nguvu. Moja ya maeneo maarufu zaidi katika Vatican ni Sistine Chapel. Ndani yake kuna michoro maarufu ya Michelangelo. Mchoro wake unaojulikana zaidi ni The Creation of Adam. Lakini Sistine Chapel ina umuhimu mwingine mkubwa. Hapa ndipo mkutano wa siri wa makardinali unapofanyika kumchagua papa mpya. Mkutano huu huitwa conclave. Papa anapofariki au kujiuzulu, makardinali hukutana Vatican kumchagua mrithi. Wakati wa uchaguzi, makardinali hutengwa na mawasiliano ya nje. Kura hufanyika kwa siri. Moshi hutolewa kama ishara kwa watu waliokusanyika nje. Moshi mweusi humaanisha hakuna aliyechaguliwa. Moshi mweupe humaanisha habemus papam, yani tuna papa. Mfumo huu umeendelea kwa karne nyingi. Hapa ndipo tunapoona jambo la kipekee kuhusu Vatican. Nguvu yake kubwa haipo kwenye ukubwa wa nchi, haipo kwenye jeshi, haipo kwenye uchumi mkubwa. Nguvu yake ipo kwenye historia, imani, mtandao wa kidiplomasia na ushawishi wa kitamaduni. Ni mfano wa taasisi ambayo imeweza kuishi kupitia mabadiliko makubwa ya dunia. Baada ya mkataba wa Lateran mwaka 1929, Vatican ikawa nchi huru. Lakini tofauti na nchi nyingi duniani, Vatican ina mfumo wa kipekee. Ni nchi ambayo mkuu wake ni papa. Mfumo wake wa utawala unaitwa Absolute Elective Monarchy. Papa huchaguliwa na makardinali na mamlaka makubwa ya serikali yako mikononi mwa papa. Kwa maana nyingine, papa ni kiongozi wa kidini wa zaidi ya waumini bilioni 1 duniani, lakini pia ni mkuu wa nchi ndogo kabisa duniani. Kuanzia Petro hadi leo, Kanisa Katoliki limeongozwa na mapapa 267, lakini tangu Vatican City kuwa nchi huru mwaka 1929 kumekuwa na mapapa 9 pekee. 1, Papa Pius wa 11. 2 ni Papa Pius wa 12. 3, Papa John wa 23. 4, Papa Paul wa 6. 5, Papa John Paul wa kwanza. 6, Papa John Paul wa pili. 7, Papa Benedict wa 16. 8, Papa Francis, na 9, Papa Leo wa 14 ambaye ni wa sasa. Kila mmoja ameacha alama yake katika historia. Wengine kama watetezi wa imani, wengine kama wanadiplomasia, na wengine wakikabiliwa na migogoro mikubwa iliyobadili mwelekeo wa Vatican na dunia. Lakini kuna jambo moja la kuvutia ambalo watu wengi hawalijui kuhusu viongozi wa Vatican tangu Petro hadi leo. Katika Kanisa Katoliki limeongozwa na mapapa 267. Kati ya hao zaidi ya 210 walizaliwa katika eneo la leo la Italia, jambo linaloonyesha jinsi Italia ilivyokuwa kitovu cha kanisa kwa karne nyingi. Kwa hakika, kwa karibu miaka 455 mfululizo, kuanzia mwaka 1523 hadi mwaka 1978, kila papa aliyekuwa akichaguliwa alikuwa Muitalia. Rekodi hiyo ilivunjwa mwaka 1978 pale Papa John Paulo wa pili, mzaliwa wa Poland, alipokuwa papa wa kwanza asiyezaliwa Italia
katika kipindi hicho kirefu. Baadaye mwaka 2013 Papa Francis aliandika historia nyingine kwa kuwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini akiwa na asili ya Argentina na pia wa kwanza kutoka shirika la Wajesuiti. Kisha mwaka 2025 Papa Leo wa 14 akawa papa wa kwanza aliyezaliwa Marekani. Ingawa katika historia yote ya upapa kumekuwa na mapapa kutoka maeneo kama Palestine, Syria, Ugiriki, Ufaransa, Ujerumani, Poland, Uholanzi, Argentina na Marekani, ukweli unabaki kuwa Ulaya ndiyo bara lililotawala historia ya upapa kwa karibu karne zote, huku hadi sasa hajawahi kuchaguliwa papa aliyezaliwa Afrika au Oshenia. Historia hii inaonyesha jinsi upapa ulivyoanza kama taasisi yenye mizizi ya Mediterania, lakini hatua kwa hatua ukageuka kuwa taasisi yenye sura ya kimataifa. Watu wengi hujiuliza kuwa Vatican ni nchi? Jibu ni ndio. Ingawa ni nchi ndogo, lakini ina taasisi zake. Ina serikali, ina sheria, mahakama, polisi, huduma za posta, sarafu yake na pasipoti zake. Lakini mfumo wake ni tofauti na nchi nyingi. Kwa mfano, raia wa Vatican hawapati uraia kwa kuzaliwa. Uraia hutolewa kwa watu wanaofanya kazi maalum ndani ya Vatican kama makardinali, maaskofu, walinzi wa papa na watumishi wa serikali ya Vatican. Na mara nyingi uraia huo huisha pale mtu anapoacha nafasi yake. Miongoni mwa vitu vinavyovutia sana Vatican ni jeshi lake dogo linalojulikana kama Pontifical Swiss Guard. Hawa ni walinzi wanaolinda usalama wa papa. Walianzishwa mwaka 1506 wakati wa Papa Julius wa pili. Ingawa wanaonekana kwa mavazi yao ya kihistoria yenye rangi nyingi, lakini hawa si kikundi cha maonyesho, ni kikosi halisi cha ulinzi. Majukumu yao ni pamoja na kulinda maeneo ya Vatican, kumlinda papa na kudhibiti usalama wakati wa matukio makubwa. Vatican ina uhusiano wa kidiplomasia na nchi nyingi duniani. Hapa ndipo nguvu kubwa ya Vatican ilipo. Mwakilishi wake wa kidiplomasia anaitwa Apostolic Nuncio. Kwa nchi nyingi, nuncio ni sawa na balozi. Hii ina maana kwamba Vatican ina uwezo wa kuzungumza na serikali mbalimbali, kushiriki mazungumzo ya kimataifa na kutoa msimamo kuhusu masuala ya dunia. Katika siasa za kimataifa kuna kitu kinachoitwa soft power. Hii ni uwezo wa kushawishi watu bila kutumia nguvu za kijeshi. Na Vatican ni mfano mkubwa wa taasisi yenye soft power. Kwa nini? Kwa sababu moja, ina historia ndefu sana. Ni taasisi iliyodumu kwa zaidi ya miaka 2000, ina heshima kubwa katika mazungumzo ya dunia. 2, ina mtandao mkubwa wa waumini. Kanisa Katoliki lina mamilioni ya waumini katika karibu kila bara. 3, ina sauti katika masuala ya maadili. Vatican mara nyingi huzungumza kuhusu amani, umaskini, vita, uhamiaji, mazingira na haki za binadamu. Moja ya vipindi vyenye utata katika historia ya Vatican ni kipindi cha vita vya dunia. Wakati wa vita vya pili vya dunia, papa aliyekuwa madarakani alikuwa Papa Pius wa 12. Swali ambalo limejadiliwa kwa miongo mingi ni je, Vatican ilifanya vya kutosha dhidi ya utawala wa Nazi? Baadhi ya wakosoaji walidai kuwa Vatican ilipaswa kutoa ukosoaji mkali zaidi dhidi ya Adolf Hitler na mateso dhidi ya Wayahudi. Wengine walitetea msimamo wa Vatican wakisema kuwa papa alifanya kazi kwa njia ya siri kusaidia baadhi ya waliokuwa hatarini, na alihofia hatua kali zaidi ingeweza kuongeza mateso. Hili
bado ni eneo linalojadiliwa na wana historia. Katika karne ya 21, Vatican imeendelea kushiriki kwenye mijadala mikubwa duniani. Mambo ambayo imekuwa ikizungumzia ni pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi, vita na amani, umaskini na ukosefu wa usawa. Pamoja na ushawishi wake, Vatican haijakosa changamoto. Baadhi ya changamoto kubwa ni moja, kashfa za unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa. Hili limekuwa moja ya changamoto kubwa zaidi kwa kanisa Katoliki katika miongo ya hivi karibuni. Visa vilivyofichuliwa katika nchi mbalimbali vimesababisha uchunguzi, madai ya uwajibikaji na mageuzi ya taratibu za ulinzi wa watoto. Ni suala ambalo limeathiri sana taswira ya kanisa na limekuwa likijadiliwa kimataifa. 2, masuala ya kifedha. Kwa sababu Vatican ina mali nyingi za kihistoria na taasisi mbalimbali za kifedha, usimamizi wa fedha zake umekuwa ukichunguzwa mara kwa mara. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na juhudi za kuongeza uwazi katika mifumo ya fedha ya Vatican. Kwa upande wa kijeshi na kiuchumi, Vatican haiwezi kushindana na mataifa makubwa kama Marekani, China na Urusi. Lakini katika eneo la ushawishi wa kidini na kihistoria ina nafasi ya kipekee. Ni moja ya taasisi chache duniani ambazo zimeweza kuendelea kuwepo kupitia kuanguka kwa falme, vita vikubwa, mapinduzi na mabadiliko ya kisiasa. Moja ya sababu kubwa ya kuendelea kwa Vatican ni uwezo wake wa kubadilika kulingana na wakati. Katika historia, taasisi nyingi zilianguka kwa sababu zilishindwa kubadilika. Lakini Vatican imepitia mabadiliko makubwa, kutoka kanisa la wakati wa mateso ya Roma hadi taasisi iliyoungana na dola ya Kirumi, kutoka kuwa mtawala wa maeneo makubwa ya Italia hadi kuwa nchi ndogo isiyo na jeshi kubwa lakini yenye ushawishi mkubwa, kutoka kuwa nguvu ya kisiasa ya moja kwa moja hadi kuwa nguvu ya kidiplomasia na ushawishi wa kiroho. Katika dunia ya leo, historia ina aina ya nguvu. Vatican ina kitu ambacho nchi nyingi changa hazina. Kitu hiko ni mwendelezo wa zaidi ya miaka 2000. Wakati viongozi wengi duniani hubadilika kila baada ya miaka michache, Vatican imejenga utamaduni wa muda mrefu wa taasisi. Kila papa anapokuja, haanzi kila kitu upya, anaingia kwenye mfumo uliojengwa na vizazi vingi vilivyomtangulia. Moja ya historia ndefu ya Vatican bado ina maswali yanayoendelea kujadiliwa. Je, Vatican itaendelea kuwa na ushawishi katika dunia inayobadilika? Katika dunia ambayo watu wengi wanaanza kuhoji taasisi za zamani, Vatican inakabiliwa na changamoto ya kuendelea kuwa na uhusiano na kizazi kipya. Je, Vatican inaweza kuongeza uwazi zaidi? Masuala ya kifedha, utawala na changamoto mbalimbali ndani ya kanisa yamekuwa yakifanya watu wengi kudai uwazi zaidi. Ingawa dunia imekuwa ya kisasa zaidi, dini bado ina nafasi kubwa katika maisha ya mabilioni ya watu. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita, katika eneo ambalo leo linaitwa Vatican, kulikuwa na kaburi la mtu aliyekuwa ameuawa na dola ya Roma. Hakuna aliyekuwa anajua kwamba eneo hilo dogo lingekuwa kitovu cha moja ya taasisi kubwa zaidi katika historia. Kutoka kwenye mateso kulikuja mamlaka, kutoka kwenye udhaifu kulikuja ushawishi, kutoka kwenye eneo dogo kulizaliwa jina ambalo limejulikana katika kila bara duniani. Vatican si kubwa kwa ukubwa, lakini historia yake inaonyesha kwamba wakati mwingine nguvu kubwa zaidi duniani haipimwi kwa ukubwa wa eneo la ardhi, idadi ya wanajeshi au utajiri wa taifa. Wakati mwingine nguvu hupatikana katika mawazo, imani, historia na uwezo wa kuishi kupitia mabadiliko ya dunia. Je, unafahamu nini kuhusu Vatican City? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside
tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.